ya kulinda muda, naomba niasli utambulisho na itifaki yote ambayo imefanyiwa au imefanywa na rasi wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa niaba ya wananchi wa Tarime, viongozi wa serikali ambao wako ndani ya mji wa Tarime, viongozi wa dini, viongozi wetu wa mila, sekta binafsi na wadau wa maendeleo ndani ya mji wa Tarime, kwa moyo wa dhati tunapenda kukaribisha kwenye mji wetu wa Tarime. Na kwa kipekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa mkoa wa kuona kwamba iwe ni neema kwa Tarime mji kuweza kuwa mwenyeji wa kiongozi wetu mkuu kabisa kwa siku mbili. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujio wako ndani ya mji wa Tarime sio tu kwamba ni heshima na fursa kwetu, bali ni uthibitisho wa dhahiri kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan wana dhamira ya dhati ya kuwa karibu na wananchi, kuwasikiliza wananchi, lakini zaidi kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo inaendelea katika majimbo mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ikiwepo mji wa Tarime. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 kwa jinsi ambavyo imeendelea kuleta rasilimali za maendeleo kwenye jimbo letu la Tarime. Tarime ya leo sio Tarime ya jana. Sote ni mashuhuda ni jinsi gani serikali imeendelea kuhakikisha inaboresha miundombinu mbalimbali kwa kushirikiana na wananchi wa Tarime mji, lakini zaidi kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo. Leo Tarime sio tu kwamba imekuwa na mandhari mazuri na kivutio kwa wekezaji. Leo tuna soko zuri sana ambalo linautambulisha mji wa Tarime. Hii yote ni maamuzi, maono na usimamizi madhubuti wa Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6. Lakini leo pia tunashuhudia miundombinu ya elimu ikiwa imeboreshwa. Tumejengewa maboma mapya, kuna baadhi ya shule zimekarabatiwa, lakini zaidi tuna shule mpya ambazo zimejengwa. Na tumepata pia mpaka na shule ya amali. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeweza kuboreshewa pia huduma za afya. Tumejengewa zahanati, tumejengewa vituo vya afya, lakini zaidi tumeboreshewa hospitali yetu ya mji wa Tarime, ambao hospitali hii inaitwa hospitali ya mji wa Tarime, lakini kiuhalisia inatoa huduma kwa wilaya ya Tarime na baadhi wenzetu kutoka Rorya na baadhi wenzetu hata wengine wanatoka Serengeti na nchi jirani ya Kenya. Tunaishukuru sana serikali imetuboreshea hospitali ile na imeendelea kutoa fedha za kuboresha hospitali ya mji wa Tarime. Tumejengewa maternity complex nzuri kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mama akiwa mjamzito anapoenda kujifungua apate huduma stahiki. Ikitokea kwa bahati mbaya anapata kujifungua kwa watoto njiti, wapate huduma stahiki. Lakini na maboresho mengine mengi. Kwenye miundombinu ya barabara tuna mradi wa TACTIC ambao umeendelea kujenga barabara za lami ndani ya mji wetu wa Tarime, na bado tunatarajia kupata zaidi ya kilomita 18 ndani ya mji wa Tarime. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeletewa mradi wa maji ambao ni zaidi ya bilioni 134, mradi wa Tarime Rorya.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, hayo nimeyataja mafanikio ambayo serikali ya awamu ya 6 imeweza kutufanyia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuhakikishie kwamba Watanzania hawa wa Tarime mji wana shukrani za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini wana matamanio na matarajio makubwa kutoka kwa serikali ya awamu ya 6, wakiamini kabisa itaendelea kuboresha miundombinu ndani ya mji wa Tarime ili kufanya mji huu kuwa wa kiuwekezaji, kuvutia Watanzania wengine kuja ndani ya mji wa Tarime. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba yao wameomba, na wanajua serikali ya awamu ya 6 mnajali, na uwepo wako hapa leo sio tu kusikiliza kero, kueleza mema ya serikali ya awamu ya 6, bali utaenda kuyabeba matamanio na matarajio ya wananchi wa mji wa Tarime. Kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatambua serikali ya awamu ya 6 imeendelea kujenga miundombinu ya kimkakati ikiamini kwamba ndio moja ya hitajio au ya kichocheo cha maendeleo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tuna barabara, na nadhani jana umeipita, barabara maarufu kama Kipreft mpaka Magabili yenye kilomita 9.3 ambayo imeharibika sana, na ambayo alikuja mpaka waziri wa ujenzi hapa akaahidi kwamba barabara ile inaenda kutekelezeka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii barabara imebeba matamanio na matumaini makubwa ya kiuchumi, huduma za wananchi, kwa sababu ni barabara ambayo inatumika kama corridor. Unajua hapa tuko karibu na mpakani, tunapokea watalii wengi wakienda Serengeti, lakini pia inatumika kama barabara kuu ya usafiri na usafirishaji kati ya Tarime mjini na Tarime vijijini, Tarime mjini na jimbo la Serengeti. Imekuwa ikisababisha madhara makubwa ya kijamii na kiuchumi, vipuri vya magari yetu kuharibika, pikipiki, bajaji na kadhalika. Lakini zaidi imesababisha Watanzania wa Tarime kupata ulemavu. Lakini pia tumeweza kupoteza wapenda wetu wengi ikiwepo diwani wa Kitale. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiongozi mkubwa kabisa, umetutembelea leo, ni fursa adhimu, na wewe ni mjukuu wetu, uhakikishe bibi na babu zako wanatekelezewa tamanio lao kubwa la kujengewa hiyo barabara kilomita 9.3 ili sasa uchumi wetu uweze kuchechemliwa, lakini tusiendelee kupata walemavu na kupoteza Watanzania ndani ya mji wa Tarime. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tuna mradi wa maji. Tunaishukuru sana serikali kwa kuweza kutenga bilioni 134. Ule mradi ukikamilika unaenda kumaliza kero ya mitaa yote 81 ndani ya mji wa Tarime, lakini na wenzetu wa Tarime vijijini, na baadaye utaenda paka Serengeti. Tunaiomba serikali mradi ule upewe kipaumbele. Ulikuwa unatarajiwa kukamilika Septemba, basi uweze kukamilika Septemba mwaka huu kama ambavyo umepangwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiwa waziri wa mifugo na kilimo, ulifika hapa Tarime ukaweza kutembelea mnada wa Magena, na kwa kipindi kile uliweza kutoa agizo kwamba mnada ufunguliwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnada ule ni mnada wa kimkakati wa mpakani, mnada ambao ni nguzo ya uchumi ya Tarime na mkoa wa Mara kwa ujumla. Lakini mnada hufanyi kazi kwa sababu kwanza miundombinu haijaweza kutolewa toshelezi, lakini pili, siku ya mnada ambayo imewekwa ni siku ambayo inaendana na mnada wa upande wa pili wa Kenya, kitu ambacho kinaua dhana ya mnada wa mpakani wa kimkakati. Tunaomba kwanza mnada ule miundombinu ikamilike, lakini pili iweze kupangwa siku tofauti. Yaani mnada kama unakuwa leo Jumatano, kesho Alhamisi ndio uwe mnada wa Mabera. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tarime mji tuna uhaba wa ardhi. Ukiangalia ardhi tulionayo na idadi ya watu ni dhahiri
kuwa taasisi za serikali zinashindwa kupata maeneo toshelezi ya kuweza kujenga miundombinu ya elimu, afya na sekta zingine. Kwenye kata hii tuliyopo ya Sabasaba ambao umefanya mkutano, tuna shule 3. Shule Azimio, Sabasaba na Mapinduzi. Shule zile zimejengwa kwenye eneo ya shule moja ya Mapinduzi, lakini shule zile zimeshakuwa kongwe. Na kwa sababu serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaboresha miundombinu ya elimu, tunaomba sisi wananchi wa mji wa Tarime, zile shule ziweje kujengwa kwa muundo wa ghorofa ili ziwe toshelezi, shule zote 3 ziweze kukaa kwa muda wote wanafunzi wakienda kusoma. Tunaomba uweze kuweka alama katika hili, ujio wako tuachie alama katika hili. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe sana, wananchi hawa wa Tarime ni wananchi ambao wanaiamini serikali ya awamu ya 6 na wameweka matumaini makubwa kwenye awamu ya 6. Tuna stendi ya Kemange ambao ni ya muda mrefu imekuwa ikitengewa fedha, na nashukuru kwenye tactic kwenye ujio wako tunaomba ile stendi ya Kemange ambayo ipo kata Nyandoto iweze kukamilika, tuweze kupata na zile kilomita 8. Ile stendi ya Kemange ndio nguzo kuu ya uchumi wa Tarime, kwa sababu ni stendi ambayo inaunganisha mabasi yanayoenda nchi jirani lakini na mikoani, mikoa yote ya Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba ninapoenda kuhitimisha, wananchi wa Tarime ni wastaarabu sana. Mkuu wetu wa mkoa anasema zamani wakutania kwamba Tarime au Mara sio sehemu ya kwenda, lakini Tarime ni maeneo ambayo wananchi wamejitoa. Tuna nguvu kazi za vijana. Tunaomba Tarime tuweze kupata viwanda ambavyo vitaongeza thamani kwenye mazao yetu. Sisi ni wafugaji, sisi ni wakulima, sisi tuna madini, lakini zaidi tuna nguvu kazi ya vijana ambayo iko tayari kufanya kazi na kujenga taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninavyoenda kuhitimisha, utaona kata zote Tarime mji tuna kata 8. Na kata zote zimekuja na jumbe nzuri kwako. Zinapongeza lakini zinainisha kero zao. Nitaomba uweze kusoma mabango yale yote ya kata 8. Yana ujumbe ambao unaipongeza serikali ya awamu ya 6 na wewe mwenyewe Waziri Mkuu kwa kuja kwenye mji wetu wa Tarime, lakini wanawakilisha kero zao. Mathalan Nyamisangura tuna kero ya korongo ambayo limedumu kwa muda mrefu. Tunaomba ujio wako wakaweze kujengewa ukingo kwenye korongo lile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninapoenda kumaliza sasa, sisi wana Tarime mji kwa niaba yao, na ukizingatia wewe ni mjukuu wetu, umeona kabla tujamaliza mwaka baada ya uchaguzi ukanyage kwenye ardhi ya Tarime. Wana Tarime mji tumeamua kukuzawadia. Sisi kwetu ukija tunakupa kichuli, lakini hatukuweza kupata fursa kupikia kichuli. Ila tumeamua kukuzawadia ng'ombe dume mkubwa kabisa ambao utaenda naye Iramba kwa watani zetu wa Iramba wakale kichuli. Lakini kuna diwani jirani yangu ni wa Tarime vijijini, lakini kijana mmoja machachari sana ambaye anaipenda nchi yake. Alivyokuja mwenezi taifa alimzawadia ng'ombe. Kwa hiyo kwa sababu hii ng'ombe nimeenda kuinua kwenye kata yake, alivyosikia na kuletea zawadi akasema naye anaomba akukabidhi mbuzi ya kusindikiza ng'ombe. Diwani Richard wa kata ya Binagi. Kwa tutaomba uweze kutupa utaratibu kwa baadaye tuweze kukabidhi shukrani zetu. Mwisho nimalizie, peleka shukrani zetu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwambie mama tunampenda sana.
Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha maono ya kuitumikia Tanzania ikiwepo Tarime